katika kifo kuna katika kila kitu, lakini mambo matatu yanabaki. Moja, mtoto mzuri, mtoto mwema anayemuombea mzazi wake. Si hapo tayari ameshamtengeza mtoto namna ya kumfanyia ihsani, kila akikaa sema rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Naamini kuna baadhi ya wazazi walishakufa miaka 10, hata siku moja mtoto hakumbuki kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Lakini wapo utasikia kila wakati tunafanya hichi kwa sababu ya baba yetu marehemu, kwa sababu ya mama yetu marehemu, tunaomba thawabu zake zimfikie, tunamwombea dua, tunafanya hiyo. Wanamkumbuka. Na ikija minasabati kama hii ya Ramadhani, mama, baba, Ramadhani ya 10 sasa hivi hatuko pamoja, wanakumbuka. Wewe unafikiria ingekuwa anapigwa bakora huyu kila siku anamkumbuka huyu mzee? Sasa bora lilivyojiondokea ili jamaa, nilikuwa nashika adabu. Nyumba hii bwana ni sawa sawa na jela, ina kumbukumbu mbaya kweli kweli. Lakini ukiingia kwenye nyumba unamwona mama kwenye kipembe hiki, unamwona kwenye mlango huu, unamwona kwenye chumba hiki, unasikia ile sauti yake. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja Oman, alinialika. Sasa kuna nyumba yake mmoja kwa kikaa na marehemu mke wake. Sasa namwambia, kwa nini huji kukaa hii nyumba nzuri? Akasema, hii nyumba mimi siwezi kukaa, nikija katika hii nyumba nasikia sauti zile. Ana recall, anawagomba watoto, wanasema mtoto wake mke wake alifariki wakati wa corona zile. Basi hajaunga, hataki kukaa hata katika ile nyumba ambayo mke wake alikuwepo. Anasema naangalia, naona image ya Zanda, ile image, picha ambayo unaitengeneza wewe. Unaona yupo, unaona anacheka, unaona anapika, unaona anakuita, unaona anaita watoto, unasikia hii. Na wazazi ni vile vile. Ikiwa kulikuwa na nini? Na upendo. Lakini kutwa kulikuwa kuna masumbwi. Boxing. Wewe na mtoto, wewe na mke, wewe na mume, kuna kukumbukana hapo, kuna alhamdulillah. Nimesha shukuru kwa kuondoka kwako, maana nilikuwa tabu napata. Isiwe hivyo. Usiwe hivyo. Muislamu unatakiwa ukiondoka katika hii dunia watu wakulilie, sio watu wafurahi. Mwenyezi Mungu inshallah atupe ahsanul akhlaq wa yahdina ilaiha, innahu la yahdi li ahsanil akhlaq illa hu wa yasrif anna sayyi'aha, innahu la yasrifu sayyi'al akhlaq siwa. Ya Rabbi, tupe tabia nzuri, maadili mazuri, maadili tabia za Bwana Mtume Muhammad. Kwa ajili hiyo solution, msaidie mtoto wako afikie pahala pa kuweza kufanyia wewe wema. Wema waliotangulia, mmoja anaeleza, anasema alikuwa na watoto wake mama. Sasa alikuwa akitaka kumtuma kitu labda sokoni, dukani, alikuwa hamtumi mtoto wake, anamtuma mtoto wa jirani, niletee kitu fulani, niletee kitu. Sasa watu wakawa wanashangaa, wakamuuliza, nini hikma ya wewe una watoto hawa lakini humtumi mwanao? Wewe unatuma watoto wa watu tu, tunataka kujua maana yake nini. Akasema, maana yake mimi nawasaidia hawa watoto wakiwa na tabia yoyote mbaya, kwa sababu wapo watoto ambao wanatumwa na mama zao hawatumiki. Fulani, hebu nifanyie 1 2 3. Mama we, mimi nishachoka. Unatuma, wanakataa. Sasa hilo japo mtoto analiona ni dogo, lakini ni kubwa. Sasa yule mama anasema, nisije nikamtuma mtoto wangu akanikatalia, ghadhabu za Mwenyezi Mungu zikamshukia, kwa sababu yeye ataona tu nimeshamkatalia mama, lakini ghadhabu za Mungu zinamshukia, kwa sababu Mtume sema ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sakhtihima fi sakhti alwalidain wa sakhti Allah fi sakhti alwalidain. Yani radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wao, hususan mama.
na hasira za Allah zipo pale anapokasirika. Sasa mimi nikimtuma asipowajibika, mimi nitakasirika, sitofurahi. Mimi naweza nisamee, lakini na kwa Allah nako je? Kwa hiyo namuepushia shari ile. Mtoto wa mwenzangu hata kama atanikatalia, sio kama mtoto wangu kunikatalia. Kwa hiyo mimi nafanya hivi kwa sababu upendo ulionijaa kwa watoto wangu. Inaweza ikampitikia hili jambo akakataa kwa makusudi kabisa. Mmeona namna watu wengine wanavyowasaidia watoto wao. Utaona kama labda anawadekeza au nini, mimi namsaidia. Akisema no huyu kwa amri yangu mimi, hasira za Allah. Ndio Imam Hasan al-Basri alayhi rahmatullah anasema alivyokuwa akija mama yake alikuwa anaonekana mtu mwingine. Mnaweza mkawa mko pamoja, lakini akimwona mama yake anabadilika totally kabisa. Wakamuuliza, kwa nini ukimwona mama wewe unabadilika? Anasema, innani amama insana, mimi ninakuwa mbele ya mtu yarda Allahu liridaha wa yaghdabu Allahu lighadabiha. Iko mbele ya mtu ambaye Mungu anafurahi kwa furaha yake na anakasirika kwa hasira zake. Mnafikiri nitakuwaje? Naogopa akiwa mbele yangu asije akaghadhibika, fayaghdabu Allahu bisababi ghadabiha, Mungu akakasirika kwa ghadhabu zake. Kwa hiyo natafuta njia ya kumridhisha by any means. Kwa sababu gani? Ni mtu hatari. Kama ungekuwa una watoto aina hii, usingekuwa unajuta kumzaa mtoto fulani. Naamini kuna baadhi ya wazazi wanajuta, wanatamani usingekuwa mwanawe. Si kwa sababu yoyote, ni kwa sababu ya yale unayoyafanya. Unamtia aibu baba yako, mama yako, mzee wako. Inaonekana wao ndivyo walivyokulea hivyo, kumbe wao ni watu kabisa, wako innocent kabisa. Kwa hiyo jitahidi usiwatie aibu wazazi wako kwa tabia za ajabu ajabu, kwa mambo ya kifedhuli. Wewe unaona ni sifa, lakini ni kashfa hiyo. Binadamu hasifiwi kwa sababu eti tu ana mdomo mchafu au tabia mbaya. Unasafiwa makarim wal akhlaq kama alizokuwa nazo Mtume mtukufu wa daraja. Kwa hiyo solution ya kwanza, ili watoto wako wapate kuwa na muamala mzuri, wasaidie kufanya wema. Katika Qur'ani Allah anasemaje? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aya hii tunamsikia khatib kila siku ya Ijumaa. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Unajua nini maana yake? Mbona kila siku anaisema? Anatuambia hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mufanye uadilifu na mufanye wema. Ihsan, ya'murukum bil adli wal ihsan. Wanaambiwa hao waliokuja katika mkutano mkubwa wa kila wiki wa swala ya Ijumaa, Allah anakuamrisheni kufanya uadilifu. Kwa hiyo aliyekuja pale kama ana wake wawili inamhusu, ana wake watatu, ana wake wanne, ana watoto, ana wafanya kazi, yaani wewe inakuhusu katika njia moja au nyingine. Nenda kafanya uadilifu baina ya hao walio chini yako. Si tumesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa? Sasa pale unapokuwa na wake wawili na kesi za watu wenye wake wawili na watatu na kuendelea, kila siku zinatiririka kutokamana na ule uadilifu kukosekana. Ukishapata mke mpya, yule wa zamani anaonekana kwamba hana thamani yoyote, hana zamu tena, hanunuliwi zawadi, hanunuliwi chochote. Na hii ni ibilisi tu anakudanganya, kwa sababu juzi tulizungumza kwamba ile tulul mukth yubalidul ihsas, ile ihsasi zote zinaanza kupotea. Lakini kwa kweli bado unatakiwa uchunge uadilifu. Sasa kama una watoto, uache yale mambo ya unampa mtoto huyu hiki mwingine humpi, na watoto wanaona. Ukija umemnunulia huyu humnunulii, mara huyu umempa shamba huyu hujampa,
Huyu unampa nyumba, huyu hujampa. Huyu unamnunulia gari, huyu hujampa. Huyu, hii zote itakukost. Unatakiwa uwe muadilifu. Nu'man ibn Bashir alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna shamba nataka nimpe mtoto wangu, nataka wewe uwe shahidi ya Rasulullah. Akamwambia, akullahum a'taitahum albustan, una watoto wangapi? Na watoto kadhaa Rasulullah. Wote ushawapa mashamba? Hapana, ni huyu tu. Anasema bas ashhid ala dhalika ghairi, katafute shahidi mwingine, sio mimi. Ana la ushahid au la ashhad ala almadhalim, mimi siwezi kuwa shahidi katika mambo ya dhulma. Unawadhulumu wengine, wengine nao umewapa. Anamuongoza mtu hata katika kugawa. Sisi tuko vipi na watoto? Tuko vipi na watoto wetu? Mmoja katika wanawake wa Kibadawi aliulizwa swali, ayul auladi ahabbu ilaik, yani wewe unampenda nani katika watoto wako? Msikilize jibu lake, tujifunze namna ya kufanya uadilifu mpaka kwa watoto. Anasema saghiruhum hatta yakbur, mimi katika watoto wangu wote nampenda yule mdogo wao mpaka wawe wakubwa wote wawe sawa. Kwa hiyo yule mdogo ambaye ndo anahitajia zaidi, mimi ndo nampenda zaidi. Sawa maridhuhum hatta yabra, na ikiwa wote wako sawa, nitakayempenda zaidi ni yule mwenye changamoto, kama ana maradhi, mgonjwa, mpaka apone. Wa ghaibuhum hatta yauda min ghurbatihi, na kama wote wako sawa, yule aliye mbali ndo nampenda zaidi mpaka atakapokuja akawa na wenzake. Angalia, huyu kajitahidi kwamba ili asije akachupa mipaka ya uadilifu. Mdogo, maana huyu mdogo ndo anahitaji katika wote wale. Wewe kweli una mmoja mtoto mdogo, wewe umekwenda kukazana na barobaro zima lina miaka 15. Mwanangu, mwanangu. Watu watakucheka. Huyu ndo anatakiwa adekezwe, apewe yale mapenzi, kwa sababu ndio kwanza huyu anapitia zile njia. Kwa hiyo saghiruhum. Lakini mgonjwa, wewe mwanao anaumwa, amelala kitandani, huyo nataka ile huruma zaidi, aone kwamba tiba, wazazi wake wako pamoja naye. Lakini unamwacha pale anahangaika, anapiga ni analia, anaugua, wewe umeshughulika na wale wazima. Unaonesha upendo wako kwao. Hapana. Yule ambaye hayupo, yuko mbali, yuko masomoni, yuko nini, kila wakati unamuulizia, kwa sababu yule yuko mbali na wewe au unawaona. Huyu kajitahidi katika nini? Kuweka uadilifu sawa. Basi na watoto vile vile wanataka. Allah anasema inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, anaamrisha Allah uadilifu na ihsan. Wa ita'i dhil qurba, kuangalia watu wa karibu, kuwapa. Kama wewe ni tajiri, usiwape tu watu wa mbali, anza kuwapa watu wa karibu, alafu nenda kwa watu wengine. Sasa si watu wako wote hawapati chochote na wewe unakwenda mbali. Hapana, unatakiwa uanze wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, anakataza Mwenyezi Mungu machafu na maovu. Tabia mbaya, iwe na mambo machafu, iwe ni matendo machafu, iwe ni mambo mabaya, yote Allah anayakataa. Haya maneno tunaambiwa kila wiki, lakini sijui kama yanaangukia katika nyoyo zetu na kufanyiwa kazi. Lakini pia wazazi, ili wawaishi na watoto wao vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala anawasikitikia na kuwarehemu wale wote wenye huruma kwa wengine. Mtume anasema irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni walio ardhini, mutahurumiwa na walio mbinguni. Arrahimuna, wenye huruma na wenzao, yarhamuhumur rahman, watahurumiwa na Allah. Na hakuna wanaostahiki zaidi kuhurumiwa kuliko watoto wetu, kuliko watu wetu wa karibu. Allah subhanahu wa ta'ala atakuhurumia kwa sababu na wewe una huruma. Yote haya ni matokeo ya kutengeza nyumba nzuri
na kuondosha zile hasira za kupiga kipigo cha mbwa, kuwapiga watoto. Kwanza katika suala la hasira, Allah pia akatuongoza, anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hizi aya zinatuhusu wazazi tulio nyumbani, ambao mtoto kavunja kikombe, kadondosha sahani, kamwaga chumvi, kamwaga maziwa, kapiga teke chakula kwa bahati mbaya, unazitoa bakora 5 zinavunjikia katika mgongo wake. Wewe unajua tabu gani tunapata sisi kwa kutafuta chakula? Wewe unajua kiasi gani tumehangaika? Basi kile chakula kilichomwagwa pale, gharama yake ni kupasuka mgongo kwa bakora zile. Hasira hizi zizuie, utaharibu kumlea mtoto, na kupiga sana sio kulea. Inshallah tukipata fursa katika hizi darasa, kama kutakuwa kuna nafasi nyingine, zipo baadhi ya njia na asalibu za kulea. Inshallah kama si mwaka huu, mwakani, kama si leo, kesho, Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu, tutazitaja ili watoto, kwa sababu sisi sote hapa kama si wazazi sisi wenyewe ni wazazi watarajiwa. Wengi hapa wana watoto, kama hawana wanawake wanatarajia watoto, kama hata wake hawana, kesho kutwa wataoa. Kwa hizi zitaklik, zitathubutu kukaa katika nyoyo zao, na inshallah zitafanyiwa kazi, tutapata better generation ambayo itakuwa kuliko sisi inshallah. Sasa hii ni baadhi ya ilaji ya kutengeneza nyumba isiwe ni suu muamala, iwe na husnul muamala, kuwe na maneno mazuri kwa watoto. Allah anasema waqulu linnasi husna, semeni kuwaambia watu maneno mazuri. Baada ya hapo inshallah leo tutataja sababu ya ngapi? Ya 7. Sababu ya 7. Sababu ya 7 inayopelekea maadili kumomonyoka, wanasema ni mushahadatu aflamil jarimati wal jins. Sasa tunakuja kwenye shetani au nani anaitwa ndovu. Khutba ya Ijumaa iliyopita ile tulizungumzia ndovu wa Ramadhani, tukataja television. Leo pia katika nukta za kuangalia wapi wanateleza na kuharibikiwa watoto, anasema ni mushahadatu aflamil jarima. Katika filamu, katika movie, katika michezo ambao watoto wanatizama, zipo michezo ya jarima, yani ile gangster, wale watu magengi ya kihalifu ya kiharamia, na polisi kufukuzana na hivi na hivi na zile, ingawa watu wanapenda, lakini zinaacha athari kwa watoto. Manake kuna baadhi ya majambazi na magenge ya kihalifu yanamfanya mtoto anamadmire yule genge lile adui. Kuna wengine usema bwana mimi ndo lile kubwa la maadui. Anasema mimi ndo lile kubwa la maadui. Yani anatamani kuact kama yeye. Na hilo usifikirie ndo inaishia pale. Yani hivi vitu vina athari kubwa sana. Mimi na mtoto mdogo bado, katika watoto wangu wadogo wa mwisho mdogo, nafikiri sasa ndo anaingia miaka 6 au 7. Anasoma sasa, ameshaenda madrasa. Lakini kabla hajaenda madrasa yuko nyumbani tu. Sasa mama yake anapenda kumpa cartoon, kutizama cartoon. Kama yeye, wanawake unajua, akiwa na kazi, akiona anamsumbua na anamwashia cartoon anatizama. Basi anaongea Kiingereza fluently, kile cha Kimarekani. Lugha ile hajasomeshwa skuli wala chuoni, kwa sababu ya kudumu
kuangalia zile lugha zao zile. Sasa ole wako ziwe ni za matusi, zote wanameza. Sasa wanasema huyu mtoto anasoma shule gani? Asema hata hajenda shule bado. Sasa amewezaje kuzungumza lugha hii na ile accent yake, hasa wale wa Marekani? Kwa sababu ya kuangalia cartoon kwenye TV au kwenye simu. Sasa iwe sio cartoon, sasa ni vitu vibaya vibaya, hapo umeshamkosa mapema kabisa mtu. Na ingawa na hizo cartoon pia zinapotosha baadhi yake, pia lazima uwe selective, unachagua. Zamani kuna cartoon inaitwa Tom and Jerry, ni zamani sisi ndo wakati wetu tulivyokuwa watoto, na ni ya zamani kweli kweli. Ile pia ina ile slogan ya tit for tat, yani usikubali atakaye kufanya hiyo wewe mfanye kile kikubwa zaidi yao. Si nyinyi mnaona Jerry na Tom kila siku ni watu akikufanyia hivi mfanyie. Kule kuna risala maalum wanatoa, sio masomo unayosomeshwa wewe katika akhlaq, kwamba kuwa na huruma, usiwe mtu wa visasi, usiwe mtu lakini pia kuna self defense inafika. Lakini ile katuni inakufundisha kwa hakuna wewe, akikupa hichi wewe mpe kilo 2, akikufanyia wewe na wewe usikubali. Pia ni sehemu ya malezi ambayo unayapata katika hii. Kwa hiyo nasema mushahadatu aflamil jarima, crime zile ambazo unaziona katika filamu na nini, zile zinaacha athari kubwa sana kwa watoto. Na hakuna nyumba miongoni mwa nyumba zetu ambako hakuna TV. Kulikuja kukawa kuna kila aina ya vitu, madishi hayo. Sasa hivi kuna makable, kuna channel mbalimbali, ulimwengu wote unaweza ukaona. Wewe unaangalia, tunachagua kipi unachokitazama. Sasa kuna vitu baba, sasa hivi nazungumza problem alafu natoa na solution umo, tusije tukapitwa na wakati. Ramadhani inakwenda, baba unatakiwa ufanye kitu kinaitwa muraqaba, uwe unafuatilia na kucontrol watoto wako wanatotizama. Hakikisha unajua wanatizama nini, hususan wakiwa wadogo, wanatizama nini. Mimi nilivyokuja Zanzibar mwanzo miaka ya 90, mimi nimekuja 98 99 huko. Nikiwa nikipita pale darajani nikiona kuna TV kubwa pale PBZ, watu wanatizama TV. Alafu usiku ikiingia time fulani wanaandika, yani kama faslun baina ya watoto kumaliza mambo yao na watu wazima kuendelea. Sasa wale watoto wenyewe wanajitambua, wakifika pale hakuna tena mtoto kubaki kuangalia television. Yani mfano wa hivyo, yani kuwe kuna murakaba. Sijui kama ya mambo yapo yanaendelea kwenye television au ndo ishafunguliwa kila kitu, watu wote washakuwa watu wazima na vitu kama hivi. Sababu wewe mwenyewe pale nyumbani huwa una speed governor ya watoto, hichi msitizame. Na kuna TV nyingine na channel nyingine watu wana uwezo wa kuzifunga vile vile. So kuna mambo machafu kupita kiasi yapo katika mitandao, hususan katika wakati wetu ambao tunaishi. Kwa hiyo mzazi kumwachia mtoto akatizama aflamul jarima, alafu kuna aflamul jinsi, yani hii sasa yani ni yale machafu kabisa ambayo mnayajua yanatokea katika filamu. Watu wana act kabisa, wanafanya kabisa, yani wanafanya vitu vya ajabu ambavyo kuzungumza pia ni tabu. Kwa hivi vyote vina athiri kwa kiwango kikubwa tabia za watoto. Na leo unaweza kuona watoto wadogo wamekamata simu wanatizama, lakini ukienda ukiangalia wanatizama nini, hapo ndio utapigwa na butwa. Ni wadogo tu, lakini mambo wanayoyatizama ni makubwa. Ile usifikirie tu kwamba ndio wametizama basi, hapana. Watataka sasa kwenda kujaribu. Si yule mmemwona anasema mimi ndo kubwa la maadui, na mara nyingine utaona wanakamata gun zile za na boxi na nini, wametengeza wenyewe, wanaona wanauana. Sasa hawa je, wakija wakipata ya ukweli hao si watajaribu pia?
Sasa na vile vitu wanavyovishuhudia katika mambo machafu pia huwa wanajaribu. Sasa wanaweza wakaenda wakajaribu nyumbani kwa watoto wenzao, dada zao, watoto wao, watoto wadogo, ikawa ni karitha min alkawarith. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Ndio maana siku hizi juzi jana alikuwa ananiambia mmoja, sema Sheikh, haya mambo unayoyazungumza sasa, sisi tukaishi ulimwengu gani? Manake yote ni ukweli kabisa usiopingika. Mitaa inaweza ikamdumaza mtu, ikamharibu mtu, marafiki, kimpeleka mtu shule, ukimpeleka wapi, unampeleka university, yani kila pahali. Sasa nini ndio solution? Ni kumfanya huyu mtoto awe mudajjaj. Tumia lugha nzito ya Kiarabu, mudajjaj, yani full protected. Mudajjaj ni mtu ambaye amevaa zile duruu za kumkinga na vita. Mshairi sema wa mudajjajun kariha alkumatu nizalahu. Alkumatu yani jamu kami, yani wale watu waliokuwa wahodari katika kuachia vyembe na mikuki na upanga. Ikiwa mtu ni mudajjaj, wale hawataki hata kumsogelea. Sasa watoto wetu tuwafanye mudajjaj, full protected, immune, yani hakuna pahala ambapo anaweza akapitwa, yeye mwenyewe anaduruu. Sasa huyu hata umpeleke university gani, maadamu amekuwa full protected, huyu inshallah atafaulu. Wapo vijana aina hiyo, wamesoma katika hivyo vyuo, wamesoma pahala popote na pahala pabaya, mpaka wanakuja kushtuka, wewe ulifaulu vipi ukapita mitihani hii hapa? Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kuwa pamoja na Allah. Sasa hii unampa mtoto mapema, akiwa amepata kuwa mudajjaj, akiwa hata na marafiki wabaya, zamwambia bwana, jaribu na wewe. Asante, endelea tu. Lakini akiwa ni ule balid, akipewa na yeye, wanafanya hivi, yani na mimi kidogo, akifanya hivi na yeye anapewa, anapiga. Na kuna wengine ndio mwanzo anavuta bangi, kijiko anakiona kama mwiko wa kupelekea, inakuwa kila kitu anakiona sivyo ndivyo. Unamwona mtoto siye tena, umemkosa, kwa sababu yale magenge alikuwa pamoja nayo yamemteka, na yeye ni dhaifu. Lakini akiwa mudajjaj ni mtihani, maanake kuna mapambano mpaka ufaulu mitihani ile, kuna mapambano. Lakini kwa sababu ya kuwa full protected, yuko full nondo, wanasema vijana, yuko vizuri insha Allah. Saa 12 kasorobo na bado nukta zipo na zinahitaji kushereheshwa, lakini leo tutosheke na hii mushahadatu aflami aljarimati waljins. Moja katika nukta mbaya kabisa zinazoweza zikawa nuktatu tahawul, ndio nukta sakhina, ni namna ya watoto wanavyopotoka kwa kutizama vioo hivi vya televisheni na michezo ile ya ujambazi na mapenzi. Hata hivi vipindi vya aflam romansia, mambo ya romantiki, haya vipindi hivi vya kwenye television vya boyfriend na girlfriend, vyote vinaacha athar katika maisha ya watoto wa kike na wa kiume. Ni vizuri mtu akawa ana mambo ya kuweza kufuatilia watoto ili wasipituke na kuharibikiwa mipaka. Ndio maana nasema ni ngumu sana, lakini tujaribu, tujitahidi watoto wetu tuwaokoe, na tutakuwa tumejiokoa wenyewe kwa kuwasaidia kuja kutufanyia wema. Kesho
ni siku ya Ijumaa, na mara nyingi huwa mimi siku ya Ijumaa sina darsa.